cha usiku. Umesikia tetesi mpya hapa ofisini? Tetesi gani? Nimesikia binti wa CEO anakuja hivi karibuni, na nimesikia uvumi kuwa kila tawi analokwenda huwa anaenda kwa ajili ya usimamizi, lakini pia nimesikia ni mjanja sana. Na mimi nimesikia kila tawi analokwenda huwa kunakuwa na fursa ya kupandishwa cheo. Kama kuna swala la kupandishwa cheo, naomba ujitahidi kuchapa kazi kwa bidii, na pia uonyeshe tabia njema kwa kipindi hichi ambacho utakuwa hapa. Usijali kuhusu hilo Sam. Umefanya vizuri kuja Alex. Vipi, kuna nini? Kuna uvumi unaosambaa hapa ofisini kwamba binti wa CEO anakuja kwenye tawi letu. Oh, sawa. Na pia kuna uvumi kwamba atakapokuja kutakuwa na fursa ya kupandishwa cheo. Kweli? Ni kweli Alex. Kwa hiyo nataka ufanye kazi kwa bidii na pia uonyeshe tabia njema kwa kipindi chote ambacho utakuwa hapa. Sawa. Okay, jamani, ngoja mimi niwaache. Sawa, uwe na kazi njema. Na wewe pia uwe na kazi njema. Habari za mchana. Salama. Salama, karibu. Asante, wewe ni cha usiku? Ndiyo, ni mimi madam. Na wewe ni Alex? Ndiyo madam. Vizuri sana. Sasa nataka kuwa na kikao kifupi na ninyi wote. Hivyo mfahamisheni Bwana Sam kuhusu hiki kikao na wote mje ofisini kwangu sasa hivi. Sawa madam. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi. Nyote mnakaribishwa kwenye hii kikao kifupi. Asante madam. Okay. Jina langu ni Malaika. Nimekuja kwenye hili tawi kwa ajili ya usimamizi, lakini pia kutakuwa na nafasi ya kupandishwa cheo kwa sababu meneja wa hili tawi amesimamishwa. Na kwa taarifa nilizonazo, nyinyi watatu mnafaa kwa nafasi hiyo, lakini nitamchagua yule atakayenivutia zaidi. Hili swala ni la maslahi binafsi. Kwa hiyo nitafanya uchaguzi wangu na kumchagua yule ninayeona anafaa zaidi. Haya, nyote mnaweza kuondoka. Tafadhali cha usiku, naomba ubaki. Sawa madam. Wewe ndio mkuu wa idara ya masoko, si ndio? Ndiyo madam. Okay. Hivi zile takwimu mnazoziandika kuhusu masoko ndizo ambazo zinaidhinishwa makao makuu? Ndiyo madam, lakini hiyo ni baada ya kufanya tathmini ya soko na budget. Halafu tunaangalia mambo mengine tunayohitaji, kisha tunatuma kila kitu makao makuu. Na baada ya makao makuu kupitia taarifa zetu zote, ndipo wanatuma fedha zinazohitajika. Kwa kawaida huwa mnaomba kiasi gani cha pesa kutoka makao makuu? Huwa tunaomba milioni 25 kwa mwezi. Bajeti ya milioni 25 kwa mwezi ni nzuri, lakini ningependa uongeze iwe milioni 35. Halafu hizo milioni 10 za ziada unipe mimi. Nini? Sasa unashangaa nini au hujasikia nilichosema? Nimesikia lakini sijaelewa madam. Sawa, ngoja nikueleweshe vizuri. Si umesema bajeti ya idara ya masoko ni milioni 25 kwa mwezi? Ndiyo madam. Sasa nataka uongeze hiyo bajeti iwe milioni 35. Kisha hizo milioni 10 zilizoongezeka unipe mimi. Vipi hapa, umeelewa? Nimeelewa madam, lakini... Lakini nini? Hivi umesahau kuwa mimi ndio nitakayependekeza mtu wa kupandishwa cheo na kuwa meneja kwenye hili tawi? Au hutaki hiyo nafasi? Naitaka madam. Basi, kama unataka hiyo nafasi, naomba utumie nafasi yako kuhakikisha napata hicho kiasi cha pesa. Madam, tatizo ni kwamba siwezi kufanya hili peke yangu. Kwa kawaida nikimaliza kuandaa bajeti kabla sijaituma makao makuu, lazima muhasibu aipitie na kuisaini. Ndio maana nakuambia siwezi kufanya hili peke yangu. Kwani muhasibu hapa ni nani? Bwana Alex ndio muhasibu wetu hapa. Kwa nini tusimuite kwenye kikao hiki? Ngoja nikamuite.
Madam, nimesikia na kuelewa yote uliyosema, lakini nasikitika kukufahamisha kuwa sitaweza kufanya hivyo unavyotaka. Kwa hiyo unamaanisha huwezi kuongeza milioni 10 juu ya hizo milioni 25 ambazo kampuni inawapa kwa ajili ya matangazo ya kila mwezi? Ndiyo madam, siwezi. Alex, na kuahidi ukilifanikisha hilo nitakupandisha cheo. Madam, kama nilivyosema awali, siwezi kufanya hivyo. Unajua Alex, kuomba saini yako ni ishara tu ya kufuata utaratibu, lakini ukweli ni kwamba saini yangu ina mamlaka kuliko yako. Najua kuhusu hilo madam, lakini siko tayari kuitumia nafasi yangu vibaya kwa ajili ya kukunufaisha wewe. Na vipi kama nitaamua kukufukuza kazi? Maana mimi ndiyo bosi kwa sasa na naweza kufanya hivyo. Kama utaamua kunifukuza kazi ni sawa, lakini siwezi kwenda kinyume na maadili ya kazi yangu hata iweje. Naona we ni jeuri sana, ila usijali, utapata unachokitafuta hivi karibuni. Unaweza kurudi ofisini kwako. Asante. Cha usiku kipenzi, naona wewe ni mwanamke mwenye akili sana. Ni kweli madam, watu wengi wananiambia hivyo pia. Wow, hiyo ni nzuri. Na unataka kupandishwa cheo pia, si ndio? Ndiyo madam. Basi niletee zile dokumenti za bajeti yetu mpya, nitazisaini na kuzituma makao makuu mwenyewe. Sawa madam. Alex, hivi kile kitendo ulichokifanya kule ofisini kwa madam kilikuwa na maana gani? Kwani nimefanya nini? Umefanya nini? Alex, inawezekanaje ukatea ofa kama ile? Bosi alikuwa anataka kukupandisha cheo alafu wewe ukaruhusu maadili yako ya kijinga yasiyo na maana ya kuzuie. Sikiliza cha usiku, wewe niseme vyovyote unavyotaka, ila siwezi kwenda kinyume na maadili ya kazi yangu hata siku moja. Kwa kweli nimegundua kwa wewe ni mjinga sana Alex. Yaani umekataa ofa ya bosi kwa sababu ya maadili ya kazi yasiyo na maana. Hivi unajua hiko cheo alichokuwa anataka kukupa kina faida gani? Mimi sijui na wala sitaki kujua. Hata kama utaki kujua, mimi nakuambia ili uumie vizuri. Sasa kwa taarifa yako, hiko cheo kingekupa nyumba, gari na ongezeko la mshahara. Yaani kiufupi ungepata maisha bora kuliko hata maisha ya hovyo unayoishi sasa hivi. Na umejikosesha hayo yote kwa sababu ya ujinga wako. Ngoja nikwambie kitu cha usiku. Mimi ndo niliyekatishwa tamaa na wewe kwa kukubali kutumiwa kirahisi kwa sababu tu unataka kupandishwa cheo. Wala sikulaumu Alex, maana babu yangu aliwahi kuniambia kuwa kuna watu wengine hapa duniani wameumbwa kuwa maskini na wewe ni mmoja wao. Kwa hiyo endelea kuishi maisha yako ya umaskini. Madam, nimeambiwa unaniita. Wewe ndio Sam? Ndiyo madam. Bila shaka wewe ndio mkuu wa idara ya usafirishaji. Ndiyo mimi madam. Hivi huwa inawachukua muda gani kupata dhahabu na kusambaza kwa wauzaji wa rejareja? Kwa kawaida huwa inachukua wiki moja, lakini kukiwa na changamoto huwa inachukua wiki moja na siku 2. Na huo mnapewa kiasi gani cha pesa kwa ajili ya usambazaji? Kwa kawaida tunapewa milioni 50, lakini wakati mwingine tunapewa hadi milioni 60 kutokana na changamoto za usambazaji kwenye mwezi husika. Hicho kiasi cha pesa kinajumuisha na gharama zinginezo? Ndiyo madam. Vizuri sana. Sasa ningependa uongeze bajeti ya usambazaji iwe milioni 80. Kwa nini madam? Kwa sababu nimesema hivyo. Unajua Sam, kila mtu anajijazia mifuko yake. Na kama unavyojua, kwa sasa kuna swala la kupandishwa cheo linatakiwa kufanyika kwenye hili tawi. Na mimi ndiyo mtu nitakayechagua mtu wa kumpandisha cheo. Kwa sasa fanya ninavyosema. Pandisha hiyo bajeti hadi milioni 80, halafu unipe hiyo milioni 30 iliyoongezeka. Lakini madam... Lakini nini? Hutaki kupandishwa cheo? Kwa kweli madam, nataka kupandishwa cheo, lakini kuna tatizo kidogo. Kuna tatizo gani? Tatizo lililopo ni kwamba Alex ndio anasimamia hesabu za bajeti. Alex?
Ndiyo madam, saini ya Alex inahitajika ili kupitisha hiyo budget. Sawa, ngoja nimuite Alex aje kujiunga na sisi kwenye hichi kikao. Sawa madam. Nipe dakika moja tu. Alex, kuna jambo jingine hapa ambalo linahitaji saini yako. Ni jambo gani hilo madam? Sam, tafadhali mueleze. Sawa, jambo lenyewe linahusu usambazaji wa dhahabu. Mwanzoni tulikuwa tunafanya kazi kwa bajeti ya milioni 50 hadi milioni 60, lakini kwa sasa tunahitaji kuongeza bajeti hadi milioni 80 na tunahitaji saini yako ili kufanikisha hilo. Hiyo ni tofauti ya milioni 20 hadi milioni 30 ukilinganisha na bajeti yetu ya kawaida. Uko sahihi kabisa. Mimi nataka kujua kitu kimoja. Ni sababu gani inayofanya mtake kupandisha bajeti hadi milioni 80 wakati hakuna mfumuko wa bei wowote unaoonekana kwenye biashara au kwenye uchumi kwa ujumla? Hebu acha mambo yako Alex. Bosi anasisitiza hivyo na tunachohitaji kwa sasa ni saini yako tu. Samahani, siwezi kufanya hivyo. Sawa. Nimeelewa kwamba Alex hajali kama atapoteza kazi yake au la. Lakini ngoja nikwambie kitu Alex. Hiyo ziada ya milioni 30 sio kwa ajili yangu pekee. Na kuahidi nitakupa milioni 3 ambazo ni sawa na mshahara wako wa mwezi, kama ukishiriki tu kwenye hili jambo moja. Madam, sio kwamba nakataa kila kitu kutoka kwako. Naelewa kwamba baba yako ndio mmiliki wa hii kampuni na unaweza kupata chochote unachotaka, lakini siwezi kuwa sehemu ya huu ufisadi mnaotaka kuufanya. Kwa hiyo naomba unisamehe, maana siwezi kusaini hiyo budget. Kwa hiyo Alex, unataka kuniambia upo tayari kupoteza kazi yako kwa sababu ya hii kazi ndogo tu ya kuweka saini? Kama ni kazi, nipo tayari kuipoteza madam, lakini siwezi kwenda kinyume na maadili ya kazi yangu. Sikiliza Alex, nimekuwa kwenye hii ofisi kwa muda sasa na nimeomba wenzako wote waongeze bajeti kwenye idara zao na wamekubali. Kwa nini unakuwa tofauti na wenzio? Au hutaki kuishi maisha mazuri? Unajua nini? Nyinyi wote tokeni ofisini kwangu. Habari za wakati huu? Salama. Salama. Salama madam. Okay. Nimekuwa na mahusiano binafsi ya kikazi na baadhi yenu. Lakini lazima niseme, baadhi yenu mnafanya vizuri sana. Lakini kwa nini mtu aniambie kwamba maadili yake na nidhamu yake ni muhimu zaidi kuliko biashara yangu? Okay, tuachane na hilo. Najua nilikuja hapa kwa ajili ya kupandisha wafanyakazi cheo. Na kwa muda huu mfupi nilokaa na nyie hapa ofisini, tayari nimeshajua wale waliobeba maslahi yangu moyoni. Hivyo naomba tu niseme kuwa hao ndio nitakaowapendekeza katika zoezi la kupandishwa cheo. Wow, asante sana madam. Tunashukuru sana madam kwa kuwa pamoja na sisi. Na kwa wale waliokuwa wanaenda kinyume na maslahi yangu, na wao pia watapata wanachostahili. Sasa kutokana na jinsi nilivyokuwa naishi na nyie hapa, nimeamua kuwa sitampendekeza mtu yoyote kati yenu isipokuwa Alex. Nini? Madam, hilo haliwezekani. Kwa nini umchague Alex wakati alikuwa nakupinga kwa kila kitu? Nimemchagua Alex kwa sababu hakujali kama mimi ni binti wa CEO, japokuwa alijua angeweza kupoteza kazi yake. Na pia hakuwahi kuweka pembeni maadili yake wala nidhamu yake kwa ajili ya pesa au maslahi yake binafsi. Kwa kweli ameonyesha sababu za kutosha. Ndiyo maana nataka asimamie kampuni yangu na awe meneja wa tawi hili. Na nina uhakika hii kilichotokea hapa kitawafundisha ninyi wawili kuwa waadilifu na kusimamia maadili yenu ya kazi. Wow, kwa kweli asante sana madam kwa hii nafasi ulionipatia. Usijali Alex, nimekupa nafasi hiyo kwa sababu unastahili.
Hongera sana kwa kuwa mwaminifu na kusimamia maadili ya kazi yako. Asante sana madam. Cha usiku na Sam, naomba mtupishe, maana nahitaji kufanya mazungumzo na meneja mpya.